Waifu! Umesemaje rafiki yangu? Kiva kwanza njoo. Nimekuja na kijana hapa. Nimesema toka nje kwanza. Unataka maisha gani kaka? Unasemaje? Waifu! 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 Si. Unasielewa, mimi nani kufikia paishi wapi? Mimi kama kitu kwa vizuri. Kwani nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe? Waifu! Nani alaumiwe? Bebe. Bebe, niko busy sana na kazi za ofisini mume wangu. Lakini waifu, hivi inakuchukua dakika ngapi au muda gani kufanya usafi huko ndani? Na kisha basi endelea na shughuli zako za ofisini. Hebu angalia kwanza ndani pale pachafu. Hapa eleweki. Ndio nini sasa hivi? Mume wangu, nipo na mafaili ya ofisini. Kwa hiyo natakiwa niyajaze haraka sana iwezekanavyo ili kesho nikayakabidhi asubuhi na mapema kwa meneja. Okay basi. Chakula kipo tayari. Maana nasikia na njaa kweli kweli yani. Bebe, kiukweli nimekuwa busy sana kwa hata jikoni sijaingia. Kwani nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe? 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 Kwani nani amekosea? Mbona kama sote tunalaumiana? Kwani nani amekosea? Mbona kama sote tunalaumiana? Kwani nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe? 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 Lakini humu ndani wote tunafanya kazi, lakini pesa yangu ndio inatumika kwa kila kitu, yaani chakula, bili zote za maji, kila kitu nafanya mimi, mpaka umeme. Sasa mke wangu anaenda kazini kufanya nini? Na anapokuwa amerudi, anarudi amechoka, hata afanye chochote kabisa humu ndani. Ndio nini sasa hii? Kwani nani alaumiwe kati yangu na wewe? Nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe? Nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe? Nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe?
umekoka moto kwenye godauni ya pamba, bila kutekekele ukaenda zako misele. Hilo jumba limefuka moto wala huwezi kuzima. Kazi majukumu Waifu. Waifu wewe. Baby. Hebu njoo basi. Waifu, umekuwa busy huko. Ulitegemea kama tutalala njaa? Tuombe basi tu. Nimeshaomba tayari. Nimepika vizuri mama. Hamna shida. Sema washukuru wazazi. Wazazi wangu au wazazi wako? Wazazi wako wale kufundisha kupika. Hivi nikuulize mke wangu, hivi kweli ni sawa ninafanya hivi kwa mimi kama mimi kwa kupenda? Sawa, sina shida, si ndio? Sababu naona uko busy, sawa, lakini ninajifikiria hivi kweli, kwa mfano kama majirani wanaotuona, si ndio, au kama mtu akituona au akiniona nipo jikoni ninapika, wewe uko busy na kazi za ofisini, muda mwingine nguo anafua mwenyewe, hivi kweli wanatufikiraje? Au wanatazamaje? Au wanakufikiria waje wewe ambaye yani kwamba hivi kweli yule jamaa mume wake namna gani? Unaona mna shida kweli? Mangu, lakini siku hizi nimesha kusaidiana. Alafu sifanye hivyo kwa makusudi. Na mimi na wewe unaona kabisa ni ubize tu wa kazi. Tuendelee kule. Sawa, ila sio vizuri bwana. Zao kwa kazi ni wapi? Ni nzuri tu. Biashara inaendelea kuchangamka. Ni nzuri tu. Uko sawa. Ila nasikia nimechoka. Yaani nimekuwa busy. Sijajua hizo kazi kama nazimaliza leo. Sawa bwana. Bwana njaa. Ndio ule sasa. Umeshiba jana. Umeshiba. Kula tena kidogo. Mangu, asante. Ngoja niwe chumbani huko. Kwa hiyo ni hata ndio natoa mimi sasa na maana. La kwa kweli. Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Umekoka moto kwenye godauni ya pamba, bila kutekekele ukaenda zako misele. Hilo jumba limefuka moto wala huwezi kuzima. Kazi majukumu ya ofisini yamekuwa sumu.
Hivi waifu, unaraji umevaa nguo na wewe sasa? Unajua nini mwanangu? Kesho asubuhi natakiwa kuwahi sana ofisini. Na tutakuwa tuna kikao asubuhi na mapema. Kwa hiyo nimeona ni bora nilale nimevaa nguo. Ili asubuhi nisihangaike tena kuvaa. Nikiamka tu naondoka naenda kazini. Utanisamehe mwanangu. Kwa hiyo unaona ni sawa kabisa. Unaona ni sawa kweli? Lakini mke wangu, kumbuka wewe ni mke wangu, si ndio? Na muda mwingine nahitaji haki yangu ya ndoa. Kosa vizuri kunifanyia hivyo. Sasa naraji umevaa kabisa. Sawa, haina shida. Na mimi naraji hivyo nimevaa. Ila nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Umekoka moto kwenye godauni ya pamba, bila kutekekele ukaenda zako misele. Hilo jumba limefuka moto wala huwezi kuzima. Kwani nani alaumiwe kati yangu mimi na wewe? 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 Kwani nani amekosea? Mbona kama sote tunalaumiana? Kwani nani amekosea? Mbona kama sote tunalaumiana? Kwani nani alaumiwe kati ya... Unaona sasa, yaani hapa ndo umenirekebisha. Unywele umekaa poa, safi. Hapa nimekuelewa. Umependeza. Asante. Na uzuri sio unachangia. Wewe. Uzuri wa wapi? Shemu anafaidi. Shemu anafaidi. Shemeji yako? Hakuna lolote. Kweli kabisa. Ona sasa. Yaani unamwongea tu na yeye anapiga. Ila kwa kweli. Halo. Habari za mida? Vipi? Tena mbona umemkatia simu? Rafiki yangu, Mungu naye huwa ni msumbufu. Msumbufu? Mbona kama mstaarabu sana? Yeti mstaarabu. Wewe unaona yuko hapa anapiga saizi. Yaani manake yuko nyumbani hapo sasa hivi, yuko anataka niende ili apate haki yake ya ndoa. Yaani kila siku. Hakuna mapumziko. Si haki yake jamani. Kwani mara ya mwisho umemtimizia lini? Yaani tangu anze kunisumbua. Huu ni mwezi wa pili sasa, ndipo tu nimemkaushia. Na mpaka nimalize project zangu za kazini. Unasemaje? Eti huu ni mwezi wa pili? Rafiki yangu, huu mchezo unaofanya ipo siku utakugharimu. Afu kumbuka, Biblia inasema mke ana hamli juu ya mwili wake bali mmewe. Hivyo basi ya kupasa utimize wajibu wako kwenye ndoa yako. Naona mwenzangu ushakuwa mama mchungaji siku hizi. Haya bwana, naona na muda umeenda, ngoja niende zangu nyumbani. Haya, asante, karibu tena. Haya, kazi njema. Asante, karibu tena. Asante, mafuta ya kwaya. Asante. Wewe naye vipi? Mbona uongei shoga yangu? Mimi niwaingie kwenye maongezi yenu kweli.
Ni watu wazima. Mimi siwezi kuingia bila maongezeni. Haya basi, ngoja naye aenda pambane na hali yake huko. Atangulia na Mungu wake huko mbele. Kwa kweli Mungu ampe hekima kwenye ndoa yake. Maana naona anafanya mambo ya kitoto. Ameshakuwa mtoto tayari. Maana mtu asiyemtimizia mume wake huyo ni mtoto. Yaani ni changamoto. Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Umekoka moto kwenye godauni ya pamba, bila kutekeke ukaenda zako misemo. Karibuni. Wala huwezi kusima. Kazi majukumu ya ofisi. Ila niambia kitu. Mzenu mume wangu atakuja kuniua. Imagine akitoka kazini na mwandalia chakula anakula. Akishashiba tu. Anataka tena yani unyumba. Tena anadai raundi 2 hadi 3. He? Kwani ni mashine? Raundi 3 zote, yani ya kwanza, ya pili, ya 3. Ka. Mimi wangu anayo mambo. Yaani nikimwambia kwamba nimechoka, ananiacha. Na ananielewa. Umesemaje rafiki yangu? Utakuja umkose huyo mmeo. Yaani haumpi haki yake ya ndoa. Hivi akienda huko nje akampata mwanamke mwingine amtimizia anayempa haki yake, akaipata vizuri, utamla mmeo kweli? Rafiki yangu, usimnyime mume wako haki yake ya ndoa. Na nisikiza ndugu yangu, ndoa nyingi siku zimevunjika kwa sababu wanawake wamekuwa hivyo. Mpe mume wako haki yake. Ukiendelea na wewe ubaili wako kutompa mume wako haki yake, itakugharimu siku moja. Utakuja kujilaumu. Rafiki yangu, nimekuelewa, lakini mume wangu hawezi. Namwamini sana. Hawezi kufanya hivyo. Nje ya ndoa hawezi. Basi sawa. Basi situondoke. Jamani, asanteni sana rafiki zangu. Hamna shida. Karibuni tena. Sijui dada kashafika hapa. Asante. Jamani Shasti. Bye. Bye. Asante. Basi naenda. Salamu zao kwa nyumbani. Sawa. Mbona kama vile mwandiko. Yo! Wewe, yaani wewe umetoka shuleni juzi, cheki mwandiko ushabadilika. Hebu tuona muona. Sikia sasa. Achana na nishatoka mambo ya mimi hapa. Sikia sasa. Wewe. Yaani hapa najaza form. Mwanangu hapo umefanya vizuri. Sikia sasa. Haya, unajaza unategemea nini sasa? Naambia sasa. Yaani hapa nikijaza form nasikia. Yaani kipeleka. Yaani nimesoma hivi nimesoma miaka mingapi? Sasa mimi najua. Ndio hata miaka uliyosoma. Nimesoma miaka 3, alafu naenda kuomba kazi. Mtu ananiambia 500,000. 300,000. Yaani hapa mimi ni milioni. Alafu sikia. Kipindi upo chuo ulikuwa unaandika vizuri, lakini sasa hivi Kwa mwanangu sasa huu maandiko unafanya. Hebu sikia. Hii ndio unaenda kuombea kazi. Kwani nyewe mmeokoka? Wewe umeokoka mpaka kuokoka. Ushakosea hapa kabisa. Wewe. Huyu hapa. Tajijua tu. Yaani hapa nisipopata milioni. Kwenye kusoma kuna milioni. Kwenye kusoma kuna milioni. Angalia hapa sasa. Angalia hapa wanaojua kuandika, angalia. Sasa unaanza kunichamba. Cheki. Eta tuone. Eta tuone. Hapana. Wewe unajua kuandika. Wewe unajua angalia sasa. Hebu tusomee hapa imeandikwa. Wewe umekimbia Wewe unajua kuandika. Hujui wewe. Haiwahusu bwana, niko na mimi. Mwandiko wenyewe hata usomeki sasa. Sawa. Sikia. Nitaanza mimi kuingia ofisini. Mwanangu, mimi naona mambo ya kusoma nini kidogo sasa hivi nimemaliza chuo nimesimama kwanza. Kwa hiyo nataka
niwe nafanyaje, takata mjini mwanangu, nione kama nitapata buku hivi. Kwa hiyo niendeleeni kusoma. Wewe tafuta buku. Si ngoja tumalizie hapa, tuachane na kubishana. Tujaze, unajua muda unaenda bwana. Sio muda unaenda. Ndio tumejaza fomu hivi tuone kama angalau mtu atatoboa kazi. Hapo anakaribia kufunga, kwa tujaze ili anisaidie pia. Ila nadhani mkitoboa na mimi nitatoboa. Maisha ya kijijini haya. Hili swali nalikumbuka kipindi tupo shule. Wapenda nao hao. Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Nani aibebe lawama, nani alaumi wewe? Umekoka moto kwenye godauni ya pamba, bila kutekekele ukaenda zako misele.